Okay, karibu tena katika channel yako pendwa kabisa, channel ya Teacher Sauti ya Sifa kwa mara nyingine. Leo nimekuja kukufundisha kitu fulani muhimu sana katika video, kwa sababu inasemekana kwamba 50% inatakiwa iende kwenye sauti ama 65, lakini hizo 45 ama 50 zingine ziende kwenye upande wa video. Yaani maanisha kwamba quality ya video, lakini pia anamaanisha sauti nzuri. Sasa leo nakuja kukufundisha jinsi ya kufanya sauti yako iwe nzuri ambayo itakuwa haina kelele hata kidogo. Mfano kama hapa nilipo, kuna barabara inapita hapo mbele, lakini pia kuna kelele nyingi sana ambazo zinaendelea, ila unanisikia vizuri kabisa na unanipata vizuri. Lakini nikisema kwamba niache eneo la mazingira, sauti inakuwa kama hii ambayo unaisikia hapa. Hii ni kutokana na kwamba sijafanya chochote kwenye hiyo sauti wala sijaedit chochote. Sasa unawezaje kufanya hivi? Kitu cha kwanza kabisa, hakikisha sauti ambayo unataka kuiedit iwe ni sauti ambayo ina point kitu, inatokea kwenye kifaa maalum kama mic. Mfano kama mimi natumia mic hii hapa. Kwa hiyo sauti yangu kubwa inaingia kwenye mic moja kwa moja, alafu zeni ndio utakwenda kuifanya kuiedit. Lakini sauti ikiwa mbali kama hapa, hautaweza kuedit. Hata hii sauti yako ambayo itakuwa mbali hapa itapotea, haitoweza kueditika. Sasa unafanyaje ili kuchuja sauti, ili kuedit sauti iwe kwenye film, iwe kwenye video ya kujishuti kama hivi, ama iwe kwenye video yoyote ile? Let's do this. Teacher Sauti ya Sifa. Oh, Teacher Sauti ya Sifa. Karibu tena katika kio changu cha simu kwa mara nyingine, kwa ajili ya mafunzo ambayo tumetoka kujifunza hapo, ama tumetoka kusema hapo awali. Leo nitakwenda kuonesha jinsi ya kutengeneza sauti iwe nzuri kabisa kupitia simu tu ya mkononi. Lakini cha msingi itabidi uwe na application takriban 3 hadi 4. Kwanza kabisa itakubidi uwe na application ambayo inaitwa BandLab. Hii itakusaidia kuchuja sauti, lakini pia kuedit voice iwe katika mtindo wowote ule ambao unauhitaji wewe. Lakini application nyingine itabidi uwe na application ambayo inaweza ikakuruhusu kuconvert kitu cha video kwenda MP3. Mfano kama mimi nitatumia Senda, lakini kama utakuwa na kitu kingine ama application nyingine ambayo inaweza convert kitu cha video kwenda MP3, itapendeza zaidi. Lakini pia itabidi uwe na editor yako ya kueditia video. Mfano mimi hapa nitatumia YouCut Video Editor, sawa? Sasa ukishakuwa navyo hivyo vyote, kitu cha kwanza na kitu kingine ama kitu cha kwanza kufanya, hakikisha kwamba una video tayari ambayo umeiedit. Mfano kama movie, edit mwanzo mwisho, kamera inakaa hivi, vitu inakaa hivi, inakaa hivi. Yani mfano kama ukiingia kwenye edit hapa kuna edit, nikienda hapa, yani mfano nichukulie movie sasa. Nichukulie movie yangu ndio hii hapa hii. Umeona? Hii movie, umeona? Hakikisha hii movie yani mfano ndo hii movie sasa nasemea. Hakikisha movie yako umeshaedit kila kitu, yani umeshaedit kamera, engo, kila kitu. Sasa umeona kama mimi hapa, tuseme movie yangu labda ndo hii hapa. Lakini haya ni maneno ambayo nilikuwa naongea muda ule wakati naanza kukutambulisha video ama wakati umeanza kufungua video. Sasa hakikisha umerecord yote, yani umekata kabisa hapa. Yani umekata hivi vipande vyote, umevipanga vizuri kabisa. Yani umepanga vizuri kabisa. Yani hakikisha umepanga vizuri kila kitu hapa. Ukishakuwa umepanga vizuri kabisa kila kitu na umehakikisha kwamba video yako imekamilika, ambayo unaihitaji wewe, kwamba hii video imekamilika, usiweke voice nyingine.
namaanisha kwamba usiwekee muziki, yani soundtrack, usiwekee effect audio, yani kwamba ala ama nini, kama ni igizo, usiweke kitu chochote. Hakikisha kwanza unaenda kutengeneza video yako, ama unaenda kutengeneza sauti yako kupitia hiyo video. Namaanisha nini sasa? Baada ya kuwa nimesha edit kila kitu hii video na nimejua hapa kwamba mimi video yangu nataka iwe hivi, nitakwenda kusave bila kuweka sauti nyingine yoyote. Nitasave hapa juu, tap. Nikisha save itakuwa ikijaa kama hivi, sawa. Sasa baada ya video yako kuwa imefikia kiwango cha kujaa ama imeenda kwenye complete, basi itakuhitaji uende kuibadilisha kuwa audio. Kusudi ni kwamba unapoibadilisha kuwa audio, utachukua ile audio ambayo umeibadilisha, lakini ile audio itakuwa inafanana na video husika. Na maanisha nini sasa? Mimi nitakwenda kwenye Extender hapa, ndipo ambapo nitakwenda kubadilisha video yangu kuwa audio kiurahisi kabisa. Baada ya kufika kwenye Extender, nitakwenda kubonyeza chini hapa kuna neno ambalo imeandika muziki. Tap. Baada ya muziki kuna maneno hapa playlist, kuna all muziki, kuna 2mp3. Tabonyeza hapo kwenye 2mp3. Baada ya kubonyeza kwenye 2mp3, nitakwenda kubonyeza hapa kwenye sehemu ya video hapa, umepaona hapa. Baada ya kupabonyeza hapo, nitakwenda sasa kuchagua video ambayo naitaka iwe audio. Ushanisoma, video yoyote ambayo nataka iwe audio. Kwa hiyo nitabonyeza hii video hii ambayo tulitoka kule kuitengeneza. Yes, mfano kama igizo, labda umeshaliedit, umeshalitengeneza kila kitu, usiweke sauti. Yani badala ya kuona kila kitu umekamilisha, kuhamisha kamera, kufanya hivi, limekaa sawa kabisa. Sawa? Ndio unakuja unaliconvert kama audio hapa. Sasa baada ya kupata audio yako itakuwa ni hii. Kwa mara nyingine, leo nimekuja hapa kufundisha kitu fulani muhimu sana katika video, kwa sababu inasemekana kwamba 50% inatakiwa iende kwenye sauti ama 65. Audio bado ina kelele, lakini sasa wewe utakwenda kuitengeneza hiyo audio yako vizuri kabisa kupitia nini? Kupitia application ya BandLab. Sasa utakwenda kuingia kwenye application ya BandLab moja kwa moja hapa kwenye hii application. Tap. Okay, sasa ukishakuwa umefungua BandLab kama hivi, hakikisha pia una data, kwa sababu BandLab inahitaji pia ujisign ucontinue usigoogle, yani ujisign ama kujisajili kwenye BandLab ili uweze kuitumia. Uwe na email maalum ama viambatanishi maalum vya mtu binafsi ili kuweza kutumia BandLab. Kwa hiyo hakikisha pia una data, yani una MB, unawasha data zako, alafu zeni kishaka data una try again, zeni itakuletea effect mbalimbali. Lakini kwa ambao unafungua kwa mara ya kwanza, itakuhitaji ujisign in ama ucreate account ya BandLab ili kuweza kutumia. Sasa ukishafika kwenye BandLab kwenye ukurasa wake wa home kama hapa, utakwenda kubonyeza sehemu moja ambapo kuna jumlisha kubwa hapa, ila hapa jumlisha kubwa. Tap. Ukishabonyeza jumlisha kubwa sasa, utakwenda sasa wanasema kuweza kuweka ule mziki wako na kutengeneza ama ile audio yako ambayo uliconvert kupitia Extender ama convert nyingine yoyote, ili mradi tu iwe ni MP3, M4A, yani iwe audio kifupi. Utakwenda kubonyeza hapa kwenye sehemu moja ambayo ameandika import files. Kwa wale wasanii ambao mlikuwa mnaimba kupitia BandLab, nadhani mnaijua sana hii. Kwa hiyo utabonyeza hapa kwenye sehemu ambayo ameandika import files. Ukishabonyeza hapa kwenye import file, itakwenda kufunguka ama itakwenda kujisearch kama hivyo, halafu zeni itakuletea kitu kama hichi. Wanakuambia kwamba yes, itaenda moja kwa moja kwenye files. Yeah. Hapa ndipo kuna file. Sasa hapa kuna file, pia kuna kipengele cha kuchagua file ama profile ambayo itakuwa imehifadhi ile audio yako. Hakikisha unaangalia audio imehifadhiwa kupitia kitu gani ama imekaa katika faili gani. Utakwenda kuangalia hapa kwenye mistari mitatu ama utabonyeza kwenye mistari mitatu. Alafu zeni ukishabonyeza mistari mitatu, utakwenda kubonyeza simu yako. Sawa, Tap. Ukibonyeza simu yako itakuletea mafaili. Sasa kwa kuwa sisi tumetumia sender kubadilisha video kwa MP3, kwa hiyo nitaingia kwenye sender,
Alafu zeni baada ya kuingia kwenye sender nitatafuta audio kwenye mafaili haya, audio ile hapa nitalibonyeza. Zeni kisha bonyeza audio, kuna MP3 imejitokeza, nitabonyeza MP3. Baada ya MP3 sasa, huko katikati ya MP3 unaweza kuwa labda uliconvert video nyingi zikawa audio nyingi. Mfano mimi video ambazo niliconvert zipo takribani video 2. Unaweza kujua video hii kupitia ukubwa, lakini pia unaweza kujua video hii kupitia majina ambayo ulikuwa umeandika wewe. Ila unaweza kuijaribishia video yako husika ama sauti yako husika, je, ni ile ambayo imetokea kwenye movie, kwa kubonyeza hivi vidude hapa. Nitabonyeza. Mimi na uhakika kwamba video yangu ni hii, ila nitabonyeza hapa. Kuna barabara inapita hapo mbele. Yes, baada ya kujua kabisa kwamba ni yenyewe kama hivyo, nitaibonyeza pia. Nikishaibonyeza tangazo kama hilo itakuja, ita importing kama unavyoona hapa, ina importing. Ikishaja itakuwa imefika hapa. Sasa baada ya kuwa umepata audio yako ama audio yako iko hapa na umefika kwenye page hii, utabonyeza hii audio. Ukishabonyeza kuna vitu vingi sana vitatokea hapa. Zeni utachagua hizi mistari mitatu, utazibonyeza. Baada ya kubonyeza mistari mitatu, kuna position ama vitu ambavyo vimejitokeza hapa. Utakwenda kubonyeza neno denoise. Denoise ni hii, utaibofya. Ukishabofya denoise, sauti yako itakwenda kutolewa uchafu. Sawa? Naweza nikarudisha usikie sauti kidogo wakati haijatolewa denoise hapa, isikie. Karibu tena katika channel yako pendwa kabisa, channel ya Teacher Sauti ya Sifa kwa mara nyingine. Leo nimekuja kukufundisha kitu fulani muhimu sana katika video, kwa sababu inasemekana kwamba 50% inatakiwa iende kwenye sauti ama 65, lakini hizo 45, lakini ikishatolewa denoise inakuwa kama hapa. Na hakikisha denoise unatoa karibuni mara 3 hadi mara 2. Mimi nitatoa denoise mara 3 leo. Hii denoise inamaanisha kwamba sauti zingine zote zinakuwa hazisikiki isipokuwa sauti ambayo itakuwa ipo karibu na mic, ukiachana na zile zingine zote. Ndio. Baada ya hapo sauti itakuwa nzuri kama hii. Okay. Karibu tena katika channel yako pendwa kabisa, channel ya Teacher Sauti ya Sifa kwa mara nyingine. Leo nimekuja kukufundisha kitu fulani muhimu sana katika video, kwa sababu inasemekana kwamba 50% inatakiwa iende kwenye sauti ama 65. Sasa baada ya kuwa umetengeneza sauti yako vizuri hapa, utakwenda kusave. Utasevuje sasa? Utakwenda kubonyeza sehemu moja ambayo ipo kama hivi, utaibofya. Zeni baada ya kubofya sauti hiyo ama sehemu hiyo, nipo nyumbani, I say natoka kwenye position kidogo. Okay, naomba nishare maumivu na wewe hapo. Twende sawa, nisikize kwa makini. Kwa hiyo ukishabofya hapo, utakwenda sehemu moja ambayo imeandika save project. Hapa ni project actions. Ukibonyeza hiyo save, itakwenda kujisave, lakini haimaanishi kwamba imekaa kwenye faili. Isipokuwa hii project sasa utapiga tiki hapa juu. Baada ya kupiga tiki, itakwenda kuload kama hivyo unavyopata kuona. Baada ya kuload, sio kwamba imejisave na imekaa kwenye simu yako. Utakwenda kubonyeza hapa kwenye aka kadude hapa, tap kakurudi nyuma. Ukirudi nyuma bila kusave, itakuandikia discard ama udisconnect, sawa? Ama ukubaliane kutoka bila kusave ama usave. Lakini baada ya kuwa umesave wewe, utakwenda sehemu moja hapa ambayo kuna faili kama hii, utabonyeza. Ukishabonyeza hapo, ile ya kwanza kabisa kuiona hapa juu ndio yenyewe ambayo umetoka kuitengeneza. Nimetengeneza sauti nyingi sana, hizi zote unazoziona hapa bado zina search chini hapo.
nyingi sana za tangu mwaka jana ziko hapa. Lakini pia unaweza kuwa unazipunguza, unabonyeza tu vidoti vitatu hapa unazipunguza. Lakini sisi hatujaja kufundisha jinsi ya kuvifuta. Matokeo yake sisi tutabonyeza hii ya kwanza, hii ambayo ndio tumetoka kuitengeneza sisi. Hii ya kwanza ndio ambayo itakuwa ambao umetoka kuitengeneza muda huo. Kwa hiyo utaichukua, then baada ya kuichukua utakwenda kubonyeza neno moja ambalo ni save. Save, haya ni matangazo tu ambayo yanaendelea hapo, register your domain matangazo. Utakwenda kubonyeza kwenye save, lakini hakikisha kwamba imekuja alama kama hii. Mwanzoni pale ilikuwa haionyeshi herufi I, ila sasa hivi herufi I na mwangaza wa blue. Inamaanisha hapo project inakuwa imeshajikamilisha na unaweza sasa uka save haraka tu. Utabonyeza kaka mshale ama utabonyeza vidoti vitatu hapa tap. Ukishabonyeza utabonyeza download. Baada ya kubonyeza download wamekuandikia save as audio, video, image. Wote save audio. Baada ya kusave audio then nadhani itaanza kujaa kwa chini hapo. Utabonyeza tu go it ama itaanza kujaa yenyewe hii hapa. Baada ya kuwa imesave, umeona sharing file tayari itakuwa imeshajisave moja kwa moja. Basi utakuwa umemaliza kazi, utakuwa umesha edit sauti yako. Sasa kitakachobaki ni kwenda kuweka sauti yako kwenye video ambayo tayari ulibadilisha kuwa MP3, yani video ulitolea audio yake lakini video ilibaki, ila kuna audio ambayo ulitengeneza. Sasa ndo tunachukua hii audio tunakwenda kuivalisha pale kwenye ile video ya mwanzo. Alafu ile video ya mwanzo sauti yake tunaipunguza, tunaacha hii. Tutaivalishaje? Twende kazi. Tutaenda kuangalia kwanza kwenye faili hapa kama sauti yetu imekuja. Sauti hapa imeshakuja. Tap, umeona? Nikiplay hapa utasikia sauti ni nzuri sana, isikie. Okay, karibu tena katika chaneli yako pendwa kabisa, chaneli ya Teacher Sauti ya Sifa kwa mara nyingine. Wewe ni editor bora, tatua changamoto zote, tunakupa siri zote, kuwa guru wa teknolojia. Sasa mimi nitakwenda kuingia katika editor yangu ama application ambayo naitumia kuedit. Moja kwa moja nitaingia paka pale kwenye new project. Sasa nikishaingia kwenye new project, nitakwenda kuchagua ile video ambayo tayari ilikuwa imeeditiwa na imetengenezwa vizuri, ambayo tulitoa sauti pale, nitaibonyeza. Baada ya kuibonyeza tap, ipeleka kwenye material ama kwenye sehemu ya kueditia. Ubonyeza kamshale hapa chini tap. Baada ya kubonyeza kamshale, nitakwenda kutafuta ile sehemu ambayo anaanza kuongea mtu huyu. Sehemu anaoanza kuongea wapi? Katika channel yako. Wapi? Napiga vile video mtemenyeko. Okay, karibu tena katika channel yako. Hapa kwenye okay ndipo anapoanza kuongea hapa. Okay. Kwa hiyo kama ni hapo okay, lakini sauti yake inasikika ni uchafu, nitakwenda kubonyeza sehemu moja ambayo imeandika muziki. Hapa nikipabonyeza hapo nitapelekwa kwenye audio ambazo zipo kwenye device yangu moja kwa moja. Nitakwenda hapa kwenye my music. Tap my music, maana yake muziki wangu. Kwa hiyo hapa takutana na ile audio ambayo tulisave kule, hii hapa ya kwanza kabisa. Nitaibofya hii hapo. Okay, karibu tena katika channel. Ni sauti ambayo inasikika vizuri sana. Kwa hiyo mimi cha msingi nitakwenda tu nitabofya hapa kwenye USE ama use tap. Baada ya kubofya hapo, nitakwenda sasa kulinganisha sauti hii na hii zilingane. Kitu cha kwanza kabisa nitakashika kakadude, nitakasogeza hapa ili kuikata fulani. Alafu taiacha hapa ambapo kuna mawimbi makubwa. Hapa namaanisha kwamba itakuwa inaanzia okay, ta play. Karibu tena katika channel. Okay. Umeona? Na hapa? Okay. Umesikia hapo? Kwa hiyo nitakuja kuiweka hii okay ndani na hii ya chini. Okay ya juu na ya chini iendane. Twende. Okay, okay. Karibu. Bado haijaendana. Okay, okay. Karibu tena. Bado. Okay, okay. Bado.
Okay, karibu tena katika channel yako. Imeendana kidogo lakini bado kidogo hapo, ngoja tufanye hivi. Okay, karibu tena katika channel. Sasa hapo imeshaendana vizuri kabisa, hii hapa. Okay, karibu tena katika channel yako pendwa kabisa. Ni kwamba hapo sauti ya juu inaongea na sauti ya chini inaongea, lakini maandishi yamefanana kutokana na kwamba channel ya Teacher umeona sauti ya sifa kwa mara nyingine. Lakini ikiongeza na hii kwa mara nyingine, hapa nirudishe hapa sauti ya sifa, nikaongeza hii ya juu hapa, hii hapo kwa mara nyingine. Leo nimekuja kukufundisha kitu fulani muhimu sana katika video. Kwa hiyo sauti unajikuta imekuwa kama ya kiprofessional kupitia simu ya mkononi tu. Sauti imekuwa utafikiri una studio kubwa kiukweli. Kwa hiyo hii video ya chini nitamute. Kumute maana yake nini? Nitaimute sauti, nitaipunguzia hivi sauti. Sawa? Umeona, nitaipunguzia sauti, lakini nikiwa sitaki mambo mengi, kama sauti iko hivi, nitabonyeza tu hapa unmute clip audio. Tap, tayari sauti ya chini itakuwa isikiki. Hata nikipunguza huu muziki wa juu hapa ama hiyo voice ya juu, umeona sauti inakuwa isikiki pote, lakini nikiongeza hii voice ya juu inamaanisha atakuwa anatumia hii voice ya juu hapa. Kwa hiyo nitafanya hivi. Okay, karibu tena katika channel yako pendwa kabisa, channel ya Teacher Sauti ya Sifa kwa mara nyingine. Leo nimekuja, hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuweka sauti kwenye films, yanamaanisha filamu, lakini pia ukaweka sauti sehemu nyingine zozote zile ambazo utakuwa unahitaji wewe. Yaani video yoyote ile unaweza kuitengenezea sauti na ikaonekana sauti inasikika vizuri kiprofessional, tofauti na nyie sauti zenu ambavyo mnavyoekaga zinasikika. Yani sauti ni moja kati ya kitu ambacho kinamvutia mtu, kwa sababu kipofu anategemea sauti. Shanisoma hapo. Kwa hiyo kipofu anaweza kuangalia movie, anaweza kuangalia kitu chochote akakielewa kupitia sauti. Lakini pia mtu anaweza kufanya kazi zako kupitia sauti, ukaelewa hichi kinaenda wapi, hichi kinaenda wapi. Sasa mimi naitwa Sauti ya Sifa, namba zangu ya simu ndio hizo ambazo zimeendelea kupita hapo 0757736498. Naam, natumaini kabisa kwamba leo tumejifunza jinsi ya kutengeneza sauti. Hapa sauti hajatengenezwa. Hapa sauti imetengenezwa. Yes, unaendelea kuenjoy live kabisa kupitia channel hii hapa ya Teacher Sauti ya Sifa, na unaendelea kujifunza vizuri kabisa. Mimi naitwa Sauti ya Sifa. Hakikisha umenisubscribe kama unahitaji ujanja mwingine. Kwenye comment niambia unatokea wapi, lakini pia kitu gani kinakusumbua kwenye simu yako, ama unatamani nini kujua zaidi kwenye simu yako. Je, unatamani kujua mifumo ya kupata pesa? Unatamani kuedit video? Unatamani kufanya kitu gani chochote kile kupitia simu yako ya mkononi? Mimi nipo. Hakikisha tumebonyeza neno lililoandikwa subscribe kama bado hujasubscribe. Wewe ambaye umesubscribe, kaa kwa kutulia. Hapo sauti hajatengenezwa. Imetengenezwa. Okay. Mimi nikutakia wakati mwingine, tukutane kwenye mafunzo yangu mengine. Bye. Teacher Sauti ya Sifa, la clave del éxito. Sauti ya Sifa, con Sauti ya